katika kiti chako cha muujiza, ukae katika uwepo wa Mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza na ukae katika uwepo wa Mungu siku hii ya kusifu na kuabudu, Jumapili, siku ya Bwana ya pili baada ya Pasaka. Naam, ninakukaribisha katika utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo. Na neno la Mungu ambalo tumepewa katika siku hii kwa mujibu wa mwaka wa kanisa na kalenda za kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT ni kutoka kitabu cha Luka, Injili ya Yesu Kristo kama alivyoiandika mwinjili Luka, mlango wa 10, mlango wa 9 mstari wa 10 mpaka wa 17. Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu, ule mlango wa 9 mstari wa 10 mpaka wa 17. Na tazama, ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu lasema hivi: basi wale mitume waliporudi, walimweleza mambo yote walioyatenda. Akawachukua, akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na makutano walipojua, walimfuata. Akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka. Wakamwendea wale tenashara, wakamwambia uage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula. Maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000 bila kuhesabu watoto na wanawake. Kwa kuwa wanaume waliokuwako wapata kama 5,000, akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Nitarudia tena. Wakafanya hivyo, mstari wa 15. Wakafanya hivyo, waketisha wote. Mstari wa 16. Akatoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Naomba tusome tena wote kanisa zima mstari wa 16. 1, 2, 3. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki. Rudia tena, akavibariki. Tena. Endelea. Akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu 12. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Baba yangu mpenzi, Baba, katika jina la Yesu,
Uhimidiwe kwa ajili ya siku hii ya leo. Tazama, hii ndio siku uliyoifanya, Bwana, na sisi tunaishangilia na kuifurahia. Asante kwa ajili ya watoto wako wote walioko hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo. Umtukuze mwanao, umwadhimishe Roho Mtakatifu katikati yetu. Ninaomba ulitume neno lako nalo halitakurudia bure. Useme nasi tena kwa pumzi ya neno lako. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Utujalie na uvuvio wa kuelewa na maandiko. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Wapendwa katika Bwana, leo ni siku ya Bwana ya pili baada ya Pasaka, na neno linalotuongoza ni siku imepewa huruma za Bwana, na Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Ni mchungaji mwema kwa sababu anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ni mchungaji mwema anayejua watu wake wana njaa, anayewashibisha wale wenye njaa. Si kutaka vitu kutoka kwa watu, lakini yeye anawabariki watu. Wamekuja na njaa, wamekuja na kiu ya neno la Mungu, amewahubiria, lakini alipomaliza kuhubiri, kwa sababu yeye ni mchungaji mwema, akaona hawa watu wana njaa na hawawezi kuondoka hapa bila kula. Biblia inasema katika injili nyingine, aliwaambia wanafunzi wake, siwezi kuaga mkutano wangali wanafunga. Kwenye injili nyingine inaonekana walikaa pale siku 3, hawakula wala hawakunywa. Na ndiposa Yesu anauliza wanafunzi wanasema, tunayo mikate 5 na samaki 2. Lakini mikate 5 na samaki 2 ni nini kwa mkutano huu ambao wanaume wanahesabika kuwa ni watu 5,000? Unajua, bila kuhesabu wanawake na watoto. Na unafahamu kabisa, iwe mahali popote penye kusanyiko, na hasa kusanyiko la dini, wanaume ni wachache, wanawake na watoto ni wengi. Kwa hiyo watheolojia wanakadiria kwamba pengine wanawake na watoto walikuwa mara 3 ya hawa wanaume 5,000. Kwa hiyo inakadiriwa kuwa ni watu 20,000. Na pana mikate 5 na samaki 2. Mikate ya kawaida 5 ambayo sio mikubwa kama hii Biblia yangu. Mikate 5 na samaki 2. Na Yesu anawaambia, waketisheni watu, waandalieni watu, wapangeni safu safu, wafanyeni watu 50 wawe na space, muwe na corridor za kupita kwa ajili ya kusambaza chakula. Nafikiri wanafunzi walitaka kumwangalia Yesu, akafikiri huyu ana malaria na pengine hajatibiwa siku za jirani, inabidi akamatwe apelekwe hospitali immediately. Wanashangaa. Yaani tuwaketishe watu kabisa, jamani kaeni. Unajua, bora angeambia kausheni kidogo, tuone kama budget itaturuhusu, mpite mgawe gawe. Lakini anaambia waambieni watu waketi, waketisheni watu, alafu mwapange 50. Kwa maana ni kutengeneza awareness kwamba kuna ugali wa Kisukuma unakuja hapa. Lakini Yesu akawaambia waandaeni watu, waketisheni watu. Sio jambo la siri, hili ni jambo la wazi, watakula hawa. Lakini wakiangalia income source walio nayo ya mikate, ni mikate 5 na samaki 2. Mikate 5 na samaki 2. Yesu akawaambia waketi. Yesu ni mchungaji mwema anayehangaika na maisha ya watu. Sifundishi wachungaji leo, wala ninyi si wachungaji, ninyi ni kondoo. Lakini kama ni kujifunza uchungaji, ni kwa Yesu anayeangalia basic need, mahitaji ya watu. Hata wale wanafunzi walikuwa wameshafundishwa basic need ya watu. Wakamwambia, Bwana, umehubiri sana, waage hawa watu waende mjini, wajipatie mahali pa kulala na chakula, na pengine wabadilishe. Hii ni siku ya 3 wako hapa. Na hizo ndio basic needs za binadamu. Uwe na fedha, uwe na utajiri, is up to you. Lakini mambo 3 ni
basic needs za watu ni chakula, mavazi na malazi. Hizo ndio mahitaji makuu matatu ya mwanadamu yoyote duniani. Sasa ukiwa na hela unataka kwenda mwezini, tena hivyo ni vyako, vinakuhusu. Lakini sisi tukishapata malazi, tukishapata chakula na tukishapata nguo za kuvaa, basi. Na ndicho Yakobo alichoomba. Anasema ukinipa chakula nikala, ukanipa mavazi nikavaa, na ukanirudisha nyumbani kwa baba yangu salama, nitakutolea fungu la 10 katika vitu vyote utakavyonipa. Hiyo ndio sababu ya sisi kuwepo hapa. Kwa hiyo, na katika hizi basic need 3, mavazi, chakula na malazi, lililo kuu katika haya matatu ni chakula, food. Na Yesu alijua juu ya basic need ambayo inahitajika mahali pa kulala. Watu wanalala popote tu. Hata huko kwenye migodi huko Mirerani kuna vitanda, kuna room. Watu wanalala huko. Watu wanaamka. Watu wengine wako kila mahali, popote tu. Watu wanakula. Hata leo tungesema wenye ugonjwa wa akili, wagonjwa wa akili wanaozurura huko mtaani, ambao hawana malazi, wakati mwingine hata nguo hawana, lakini chakula, hawezi kuishi bila chakula. Kwa hiyo basic need kubwa kabisa ya binadamu ni chakula, ambacho Yesu anawapa wanafunzi. Siku ya Bwana ya pili baada ya Pasaka, Yesu ni mchungaji mwema na anaelekeza huruma yake ya kichungaji. Wapendwa mabibi na mabwana, katika Jumapili hii ya kwanza ya Mei baada ya Pasaka, na katika kwa muktadha na kwa maudhui na muktadha wa neno la Mungu ambalo tumesoma hapa, katika maudhui na muktadha wa neno hili ambalo tumesoma, kwa kweli tuna mambo mengi. Ingekuwa ni semina ya wachungaji, ndio mahali pa kufundishana na kupata nafasi ya kudiscuss kitheolojia huduma yetu ya kichungaji inavyopaswa kuwahudumia watu wengine. Lakini si hilo, ninyi si wachungaji. Lakini pia tuna falsafa na theolojia pana mno. Na hapa ninataka kuangalia mambo muhimu kuhusu theolojia na falsafa ya baraka katika maisha yetu. Nataka kuangalia juu ya mambo muhimu kuhusu theolojia na falsafa ya baraka katika maisha yetu. Kwa hiyo kichwa ambacho ninapenda kufundisha na pointi yetu hii ni katika ule mstari wa 16, anaposema akapokea wale samaki 5 na akapokea wale mikate 5 na samaki 2, na akatazama juu mbinguni akavibariki. Kwa hiyo falsafa na theolojia asubuhi ya leo, baraka, nafundisha juu ya baraka, blessings. Kwa hiyo kichwa chetu cha mahubiri asubuhi hii ya leo inasema baraka, blessings. Baraka, blessings. Baraka. Hilo tu. Nafundisha baraka. Mmefundishwa sana laana nyie. Nyie mmehitimu kuhusu laana. Mmehitimu kuhusu umaskini na ufukara. Mmehitimu, yani mna veti, wengine mna PhD hapa. Ukianza kutamka laana, mnajua sana laana. Mmefundishwa laana mno. Sana tu, wala sio kidogo. Lakini leo angalau ni introduce theolojia na falsafa ya baraka, blessings. Why blessings? Kwa nini alipokea samaki 2 na mikate 5, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akawagawia, wakala, wakanywa, wakasaza, na wakaokota masazo matenga 12, vikapu 12 walikusanya masazo. Okay, sasa macho ubaoni na tunakwenda darasani. Moja, mambo muhimu kuhusu theolojia na falsafa ya baraka katika maisha yetu. Mambo muhimu kuhusu theolojia na falsafa ya baraka katika maisha yetu. Moja, neno la kwanza ambalo Mungu alimtamkia mwanadamu baada ya kuumbwa ni baraka. Baraka. Neno la kwanza ambalo Mungu alimtamkia mwanadamu baada ya kuumbwa ni baraka. Note, yani lazima uhakikishe una save kwenye moyo wako. Neno la kwanza
katika maisha yako ni baraka. The first word is blessing. Baraka. Baraka. Yani neno la kwanza ambalo Mungu alimtamkia mwanadamu ni baraka. Hebu soma pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa 27 na wa 28. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa mlango wa kwanza mstari wa 27 mpaka wa 28. Biblia inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mstari wa 28, Mungu akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mabibi na mabwana, hili ni neno la kwanza. Na neno la kwanza, Waswahili wanasema hakuna awali mbovu. Yani neno la kwanza katika maisha yako wewe uliotamkiwa ni baraka. Na kwa bahati mbaya sana, walimu wengi na wahubiri wamefanikiwa sana kufundisha juu ya laana. Sisi hakuna mahali Mungu alitutamkia laana. Labda laana pale tunapotenda dhambi. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 anaposema mkiasi mtayapata haya na haya na haya na haya. Lakini ni mbali mno. Neno la kwanza ambalo unalihitaji katika maisha yako ni blessing, baraka. Uwe umesoma, unahitaji baraka. Uwe una kibali au kipawa au karama, unahitaji baraka. Uwe unafanya biashara, neno la kwanza kwenye maisha ya mwanadamu ni baraka. Ukiondoa baraka kwenye maisha ya mtu, hauwi tena mtu wa kawaida hata siku moja. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba neno la kwanza kwenye maisha yako ni baraka. Una nguvu katika baraka. Unaweza kusurvive katika baraka. Unaweza kuishi katika baraka. Na pasipo baraka hakuna kitu ambacho wakati mwingine unaweza ukafanya. Alipokwisha kuwaumba, mwanadamu ni empty bila baraka. Bila baraka ya Mungu, mwanadamu ni empty. Yani anakuwa tupu kabisa bila baraka. Na sijui kama umewahi kujiuliza juu ya maisha yako ya kwamba kwa nini Mungu alimtamkia mwanadamu neno la kwanza. Alipomuumba, jambo la kwanza baraka. Na ninakuomba tafadhali, hakikisha kwenye maisha yako mshahara ufuate nyuma, cheo kifuate nyuma, mamlaka yaje baadaye, influence ije baadaye. Lakini jambo la kwanza kwenye maisha yako, baraka. Tafuta baraka kuliko unavyodhania. Tafuta baraka kuliko vitu vingine vyote unavyovihitaji. Hakikisha unapata baraka, blessings kwenye maisha yako. Na hakikisha unapata nafasi ya kutamkiwa baraka kwenye maisha yako. Kwa sababu hilo ndio neno la kwanza. Neno la kwanza baada ya mwanaume na mwanamke kuumbwa, neno la kwanza ni baraka. Sasa kuna watu wengine wanapeleka mbele mishahara, wanapeleka mbele biashara, wanapeleka mbele mitaji, wanapeleka mbele watoto, wanawalipia very expensive kwenye school fees bila kuwatafutia baraka. Neno la kwanza ni baraka. Na ukikosa hilo neno la kwanza, hauwi mtu. Haujaumbwa bado. Hauwi mtu. Hakuna, yani baraka ndio finishing ya mtu hapa duniani. Okay. Tutazungumza mambo machache. Kwanza kabisa, hebu mwambie jirani yako, huna neno jingine zaidi ya baraka. Mwambie nikikuangalia ulitamkiwa baraka. Unajua kuna waliojikataa, kuna ambao wamekuja kutamkiwa baraka, wamekuja kutamkiwa laana na shangazi yao juzi.
kwamba kuna pombe ya mbege ililetwa nyumbani alafu shangazi ya kuitwa juzi, wiki iliyopita, mwezi uliopita, mwaka juzi. Yani kuna viugomvi huko vya ajabu tu. Alafu kuna maneno yametamkwa ya laana yanakusumbua. Hayo ni zilipendwa. Nataka nikwambie neno la kwanza ulilonalo, ulilotamkiwa na Mungu mwenyewe ni baraka, na hakuna mwanadamu anayeweza kuibatilisha. Wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Hakuna mtu anayeweza kuibatilisha hiyo baraka. Mmoja kutamkiwa juzi na shangazi, hakuolewa kwa uzembe wake. Ametamka na nyewe wote hamtaolewa. Tulikutuma. Mtaolewa kwa maana Bwana amesema mkazae, mkazidi, mkaongezeke. Neno la kwanza lililotamkwa ni baraka. Na ninaposimama kwenye hii madhabahu, kama kuna mtu ametamkiwa vineno vya juzi hapa vya umbea, ninavifuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi waseme amina. Mguse jirani yako kwenye bega, mwambie ulitamkiwa baraka na Mungu. Achana na hivyo vilaana vya ukoo, na vilaana vya mtaani, na vilaana vya wakuchukiao, na waadui zako waliokulani. It is nothing. Wako wapi watu wanaosema seek it? Oh my God, oh my God. Wewe umetamkiwa neno la baraka na Mungu mwenyewe. Achana na wachawi wanaokuja kuanga usiku kucha uchi, wakiapiza biashara, wakiapiza ndoa, wakiapiza nyumba, wakiapiza na kukumbusha ya kwamba neno la kwanza, ili la mchawi limelechelewa. Ila jana usiku unaota unakula minyama gani? Ila jana wamechelewa. Neno la kwanza alilotamka Mungu ni baraka, na umebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangesema amina, halafu ungempigia Bwana na vigelegele vya shangwe, haleluya. Oh my God. Jambo la pili, nimesema nazungumza mambo muhimu kuhusu teolojia na falsafa ya baraka katika maisha yetu. Jambo la pili, baraka ni nguvu ya nishati ya maisha. Blessing, it is the power of life. Baraka ni nguvu ya nishati ya maisha. Yani hapa tunasema nini? Mara baada ya mtu kuumbwa, ili awe na nguvu ya kuendelea na maisha. Huwezi kuendelea na maisha. Ili uweze kuwa na nguvu ya kuendelea na maisha, Mungu alimbariki kwanza. Blessing ni nguvu. Blessing, it is the power, nguvu ni nishati ya kuendelea. Baraka ni maisha, na maisha ni baraka. Mikate 5 na samaki 2 walikula zaidi ya watu 20,000. Zaidi ya watu 20,000. Kwa sababu maisha ni baraka na baraka ni maisha. Hebu rudisha hapo, kuna watu ambao naona wana take note kwa haraka. Wapendwa, nazungumza juu ya baraka ni nguvu ya nishati ya maisha. Yani unaweza ukawa unaamka asubuhi na unakawia kwenda kulala na unakula chakula cha taabu. Biblia inasema. Yani unakawia kwenda kulala, unakula chakula cha taabu, unafanya jitihada kubwa, lakini kama hauna hiyo nishati. Nishati ni nguvu. Power, umeme unaitwa power, electricity power. Lakini pia umeme unayo nguvu, lakini pia kuna nguvu ya sumaku. Huu umeme unazalisha sumaku. Sumaku inasababisha hiyo feni iweze kuzunguka. Power ndio inayoleta matokeo ya vitu. Kwa hiyo kama unakosa hiyo nguvu ya maisha, blessings, baraka, ndio unakuta unaenda katika hali ngumu. Utakuta unasema, najiuliza, naamka asubuhi nafanya kazi kama watu wengine, lakini sioni kitu. Mshahara utoshi. Maisha yangu hayana upenyo. Unaenda kufilisika na kuchoka na kukata tamaa. The lack of blessings.
umekosa baraka. Umekosa baraka. Au una upungufu wa baraka kwenye maisha yako. Ili mtu awe hai, aweze kuendelea mbele na maisha yake, anahitaji baraka. Uwe na kipawa, nimesema tena, unahitaji baraka. Uwe na cheo, unahitaji baraka. Uwe na mamlaka pia, unahitaji baraka. Pasipo baraka ya Mungu, nothing done. Hakuna kitu ambacho unakifanya. Na ukisikia mtu anakuambia maisha magumu, uwe na hakika ni dalili ya upungufu mkubwa sana wa baraka maishani. Nasema biashara ni ngumu, maisha ni magumu, ndoa ni ngumu, familia ni ngumu. Ni upungufu mkubwa wa wazi wa baraka katika maisha yako. Unapata kuishi kwa ugumu mkubwa, mambo hayaendi tu. Ndio wale mpaka wakati mwingine unaenda siku ya mshahara, umetoka kijijini, unaenda mkoani au unakwenda wilayani kusubiri kupokea mshahara. Unakaa pale, unachoka, unakata tamaa, unaondoka tu na gari ya mshahara inakuja. Yani lazima uwe unapishana na blessing. Yani lazima uwe unapishana nayo. Na kuna watu ambao kwa sasa wana upungufu mkubwa sana wa baraka. Unaenda katika ugumu mno. Maisha yako yanaenda katika hali ngumu. 3. Falsafa na theolojia ya umuhimu wa baraka katika maisha ya mtu. 3. Baraka ni utoshelevu. Baraka ni utoshelevu. Baraka ni utoshelevu. Visivyotosha vitoshe, visivyokuwepo viwepo, vinavyotumika visipungue, na vinavyoisha visiishe. That is blessing. That is blessing. Kuna watu wanaambia mchungaji, napokea mshahara tarehe 30. Ikifika tarehe 5 nimeanza kukopa gengeni. Sina hata 100. Unielewe sawa sawa leo. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 14 inathibitisha. Elia alimwambia yule mwanamke mjane wa Sarepta, kwa kuwa Bwana wa Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapungua, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya uso wa nchi. Sasa macho ubaoni. Nisikilize vizuri. Nataka uache hapo kidogo hilo bango. Nataka nikuulize, wewe ni msomaji wa Biblia. Kuna mambo mawili katika kitabu cha Wafalme kabisa. Kwanza, mambo matatu ya kitheolojia. Elia alipokwenda kwenye kijito cha Kerithi, kunguru alimletea mkate uliookwa na nyama asubuhi na jioni. Kunguru. That's the power of blessing. Kunguru anika samaki, aweka nyama hapo nje, uingie ndani kwenda kuchochea mkaa, alafu urudi. Namna kunguru anavyoweza kubeba mkate na nyama na amletee mtu, kunguru alivyo mlafi, asile njiani akabadilisha trip, akabadilisha safari. That is blessing. Kwamba kuna mtu unaweza ukawa naye kazini, unasema huyu jamaa ni mgumu, atoagi hela, ni kunguru. Yani kuna watu huku duniani ni walafi. Yani yeye amepata faida ya milioni 5, lakini anataka 5,000 yako aondoke nayo vile vile. Wapo watu wa namna hiyo hapa duniani, wenye ulafi wa mali, wagumu. Akina Laban waliomdhulumu Yakobo mara 5 wapo. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na blessing, yule anayeonekana ni mgumu, utakula hela yake, utaamini. Ni kunguru atakayeamriwa kubeba mkate na kuleta. That's a question. Hiyo ni moja. 2. Swali la msingi, ni wapi kunguru alikokuwa anakwenda kuchukua mkate on time kila siku na nyama na akamletea Elia? Ni wapi? Hilo ni swali la kujiuliza. That is the power of blessing. Nguvu ya baraka. Okay. Unajiuliza swali,
alipoenda nyumba ya mwanamke mjane wa Sarepta. Jambo la pili katika kitabu cha Wafalme, theolojia pana sana. Alipofika akamwambia lile pipa halitaisha, wala ile chupa ya mafuta haitakoma mpaka Mungu atakaponyesha mvua juu ya uso wa nchi. Wanakula tu havishi, wanakula tu havishi. Vinakuwa kama yale magadi ya Upareni. Mimi natokea Kilimanjaro, Wapare ndio maarufu wa kuuzia Wachaga magadi. Kule Upareni kuna vichuguu vya magadi. Kadiri wanavyochimba wale Wapare, ni kadiri vinavyoongezeka. Yaani ukiondoa tani 5 asubuhi hii, ukija kesho yake asubuhi ziko tani 10 za magadi. Wapare, Bwana asifiwe. Na wateja wa magadi ya Upareni ni Wachaga. Ndio wana ng'ombe, wanafugaga ng'ombe ndani, ng'ombe wao wanaogeshwa. Ndio hao wanaopika vyakula vyenye magadi. Lakini ni chemchem isiyokoma kadiri unavyobeba. Sasa kwa kadiri lile pipa lilivyokuwa linachotwa unga, linazidi kuongezeka na mafuta hayaishi. The power of blessings. Kuna kitu unakosa, na kuhakikishia kuna kitu ambacho unakosa. Na ndivyo ilivyokuwa kadiri wanafunzi walivyokuwa wanagawia watu 20,000, wakiwepo wanaume wanaoweza kula sawa sawa, wenye appetite na njaa ya siku 3. Kadiri walivyogawa mikate ni kadiri yalivyoongezeka. Kadiri walivyogawa samaki ni kadiri walivyoongezeka. That is blessings. Unajua, nilipokuwa darasani Mungu akinifundisha hapa juu ya baraka ni utoshelevu. Vinavyotosha, visivyotosha vitoshe, visivyokuwepo viwepo, vinavyotumika visipungue, na vinavyoisha visiishe. Ukisikia mtu anakuambia nimeishiwa, kuna kitu ambacho hakiko sawa sawa. Blessings. Leo nitamfundisha kitu cha ajabu sana. Unaweza ukawa unaishi duniani lakini hata hujijui na umeshajikatia tamaa. Jambo la 3, falsafa ya theolojia nyingine katika kitabu cha Wafalme, ni yule mwanamke ambaye alikuwa na madeni. Akaenda kwa Elisha. Elisha akamwambia nenda kaazime vyombo vitupu, usitake vichache, taka vingi. Alafu nenda kaazime vyombo, mimina ile chupa ya mafuta iliyo nusu. Akawa na mimina hivi. Mpipa mkubwa kama huu hapa, kama hili pulpit hapa limimbara, yule mwanamke ana mimina hivi, linajaa kutoka kwenye hii chupa hapa. Haishi kwenye chupa, pipa linajaa. More demand, more supply. That is blessing. Hiyo ni baraka. Na Yesu alipowalisha umati ni baraka. Swali la msingi, je, wewe unayo hiyo baraka? Je, umeconnecti katika baraka? Huyu mwanamke wa Elia ambaye pipa halikuisha, ni jambo moja tu. Elia alimwambia nenda kaniletee sadaka nile kwanza mimi. Nguvu ya sadaka. Ukiona unazuiliwa kutoa sadaka, hata leo ni siku ya fungu la 10. Lakini nataka nikwambie kuna watu wamekuja kujua hapa ni fungu la 10, bahasha wamepewa hapo hapo. Wamezuiwa zuio la moyoni kwamba hautatoa sadaka. Kuna binti mmoja yule mdada yetu kutoka China, mwanangu yule, aliushuhudia hapa. Alikuwa akisema akipokea sadaka hata kama anayo 10,000, atatoka nje akachange anunue maji hata kama hanyi, ili apate change kuliko atoe 10,000. Ilikuwa ni haramu vibaya kutoa hiyo hela kanisa. Na kuna watu ambao unajiuliza hivi, kwa nini unakwenda supermarket unaspendi millions of money bila hata kujiuliza? Unaspendi malaki ya hela, lakini kutoa sadaka ilivyo ngumu kwako, unazuiliwa your blessings, baraka. Na hata leo kuna watu hawajui, yani wamekuja tu wamekutana na bahasha nyeupe hapo na wameshapokea, wengine tayari washaweka jero. Sawa, baadaye nitawaruhusu kutoa sadaka zenu, sipate shida. Punga mkono pamoja na mimi. Simekushtukia ghafla kwenye kiti, tusindikize kwenye baraka zetu. Wengine tumejiandaa kwa mwezi mzima, tunajua kwamba leo tunasogea madhabahuni pa Bwana kwa zaka kamili. Na Mungu akasema leteni zaka kamili madhabahuni pangu, muone mnijaribu kwa njia hiyo. Zaka, mwambie jirani yako zaka kamili.
Sio mambo ya pungufu wala nini, kamili. Hapo nimeona nimebakia 78. Ana kama naanza kuacha watu wengine. Lakini yule mama alipotoa sadaka, sadaka ina nguvu kubwa sana, na ndio maana pia inazuiliwaga kwenye moyo wako. Kutoa sadaka ni gharama kuliko unavyodhani. Usifikirie kutoa sadaka ni rahisi. Haijalishi una upako kiasi gani. Kutoa sadaka ni gharama kubwa mno, kubwa sana, na mashaka makubwa moyoni. Na kuna roho ya ufukara, ya jangwa, ya ukame, ya ukaufu, ya utasa inayozuiaga mtu kutoa. Unaweza ukaja mpaka kanisani ukaondoka na sadaka yako, huwezi kuamini. Mama mmoja juzi aliniletea bahasha hapa. Amekaa nayo mwaka mmoja na miezi 7. Ni muumini wa Morning Glory, anakaa nyuma mama Mari kila siku. Lakini akifika anasema nitampa mchungaji kesho. Akaniambia imeshaniletea hasara, fuso yangu imeenda mkoani, imevunjika. Hivi unajuaga kwa nini tunasema wale wenye shukrani watoke mbele? Kwa sababu kuna watu ambao hawamshukuru Mungu mpaka wavunjike mbavu mbili. Yaani akishapona huko kwenye ajali ndio anasema sasa kuna Mungu. Sasa kama ni mpaka mpate ajali, angalieni vizuri jamani, huko mnakoelekea siko. Lakini baraka. Okay. Jambo la 4. Nazungumza juu ya theolojia na falsafa. Jambo la 4. Dunia ina asili ya vitu vinavyotumika sana na watu kwa matumizi makubwa mno, ila haviishi wala havipungui. Nataka nikuambie tu juu ya nguvu ya blessings, kwa sababu unaweza ukafikiri wewe sijui uko kisiwa gani au uko nje ya dunia gani. Dunia ina asili ya vitu vinavyotumika sana na watu kwa matumizi makubwa mno, ila haviishi wala havipungui. Moja, hewa ya kupumulia, oxygen. Oxygen haiishi, haipungui popote. Na watu wengine unaweza ukawa hapa unapumua, haujui gharama ya expense. Yani muda ule tumeanza ibada nikikupa gharama ya kulipia oxygen. Kwa bahati nzuri mmeanza kuijua juzi baada ya corona. Mtu akawekwa hospitali akawekewa mtungi wa gesi. Ni how much power you must pay. Na mitungi iliisha. Wakati wa makorona mitungi ilikuwa inaisha. Lakini oxygen ambayo wanavuta wanyama, wanavuta wanadamu, dunia nzima haijawahi kuisha, imejaa tele. That is blessings. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Maji safi. Maji ya baridi yanayofaa kwa ajili ya kunywa, yananyweka na dunia nzima. Yanafanya irrigation, kutengeneza chakula cha binadamu. Maji kwa mfano kutoka Dar es Salaam mpaka Egypt kwa ndege kubwa, Emirates kwa mfano, Egypt Air kwa mfano, ni masaa 5.5 kufika Cairo, Misri. Na Cairo, Misri, nilikwenda eneo linaloitwa Goshen. 25% ya nchi ya Misri, eneo lake linalolimwa ni 25%. 75 mpaka 80 ni jangwa. Hilo eneo ambalo linalimwa, tuna mto Nile. Mto Nile una cross jangwa hili la Sahara. Una cross hilo jangwa, inapita katikati ya jangwa. Hao wa Somali wanakunywa hayo maji, hao wa Ethiopia wanakunywa hayo maji, huko Djibouti, hizi nchi zoko hapo katikati. Mpaka nikafika Egypt kwa ndege ni masaa 6.5. Na nilienda hapo Gosheni, nikakuta mto Nile unaotoka ziwa Victoria. Na umeshapita katikati ya jangwa, pana jua la hatari. Lakini hayo maji yanaishia kule Misri kaskazini, na yananyeshea. Na Egypt, Misri wana supply matunda duniani kwa kutumia maji yanayotoka ziwa Victoria. Hayaishagi. Yako hapo kwa Wasukuma, yanatokea hapo hivi yanaenda. Maji. Hilo ni ziwa moja tu. Hatujazungumza Tanganyika hapa ndani. Hatuzungumzia maziwa mengine duniani. Hatujazungumzia mito na chemichemi za maji. Hatujazungumzia maji yaliyoko chini ya ardhi ambao watu wamedrill visima vya maji, wanapampu maji usiku na mchana. Hajawahi kukoma, hajawahi kuisha. Usije ukafikiri kuna upungufu wa blessing hapa duniani.
una matatizo. Wewe ndio una shida. Mungu wetu hana shida hata kidogo. Lakini vyakula, jamani, hivi nyie mnavyoona tu Wachaga wanapokwenda Moshi wanavyokula mbuzi, unaamini tena Januari kuna mbuzi ataamka akiwa hai? Hawajawahi kuisha. Mbuzi wanapelekwa Saudi Arabia kutoka Tanzania, hawajawahi kuisha. Mbuzi wanaliwa usiku na mchana, na hata leo Jumapili mbuzi kibao. Lakini najiulizaga wanatokaga wapi? Eti mchungaji, ushaje kujiuliza mbuzi wanatokaga wapi na wanavyoliwa? Shambulio la mbuzi, lakini wapo. Na kitu kinacholiwa kinaongezekaga na kinakuwa na thamani. Na kinalindwa, Mungu anakitunza, anaprotect. Ukitoka hapa kwenda Mbeya, ukitoka hapa kwenda Bukoba, njiani utakutana na mizoga ya mbwa wa kutosha, kwa kuwa mbwa haliwi. Pita hiyo njia ukutane na mzoga wa jogoo au mzoga wa mbuzi au ng'ombe, hutakutana nao. Kwa nini? Mungu anatunza vile vilivyo baraka na vinaongezeka. Na ungeamini kwa kuwa paka hawafi kiasi hicho, hawaliwi kiasi hicho, wangeongezeka sana. Wapo kwa matumizi tu machache ya kupambana na panya kwenye nyumba za watu. Unapokuwa baraka kwa wengine na unapokuwa baraka, unasababisha wewe kuendelea kuongezeka. Ni jambo moja tu nataka nikuhakishie. Furaha ya maisha si wewe kuwa na fedha na mali na utajiri ukasema hii ndio furaha yangu. Furaha ya maisha ni watu wengine wanavyofurahi kukuhusu wewe. Yaani wewe unapokuwa mahali ukiwabariki wengine, hiyo ndio furaha ya maisha hapa duniani. Namna gani wengine wanafurahia kutoka kwako? Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mwanga wa jua haujawahi kuisha. Unatupa usiku na mchana. Havijawahi kukoma hata siku moja. Vipo pale pale tu. Vipo pale pale. Na neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 8 mstari wa 22. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 22, Biblia inasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havita koma, it shall not cease. Hivi vitu havishagi, havita koma. Hewa ya oksijeni haita koma. Anasema kwa kadiri ya mbingu na nchi zidumupo, majira haya hayatakoma. Vyakula havitakoma, hewa ya oksijeni haitakoma, mwanga wa jua hautakoma, lakini nishati ya kuendeshea mitambo. Hivi jamani, umeangaliaga hii Dar es Salaam ilivyo na magari mengi? Hii ni Dar es Salaam. Nikaenda Marekani, nikakuta ulimwengu wa magari ajabu. Kila mtu anatembelea gari. Magari maflyover, magari kiasi ambacho barabara huwezi kukumbuka nyumbani ukarudi nyumbani kwako kama hauna ile GPS, sio? Na hiyo kompyuta saa zote gari za left, right, yani hivyo. Mkiwasha gari hapo naambia weka kwanza tuweke location, tujue ni wapi tunaenda. Hawezi kukumbuka kama hivi mimi nikifunga tu macho kama mchungaji anaenda anajua hii ni Makongo tu. Lakini nataka nikwambie watu wanatembea dunia nzima, mafuta, petrol, diesel, nishati za kuendeshea mitambo, na sasa magari ya umeme ambayo yanategemewa kutumika. Lakini dunia nzima mambo haya yanatumika na hayajawahi kuisha. It shall not cease. Kwa nini wewe unakoma kila kitu chako kinaisha? Why? Unajua kwa nini? Blessing. Wale watu wanagawiwa chakula, wanafunzi wanashangaa, it shall not cease, havitakoma. Yesu anawaambia waketisheni watu wale, havitakoma. Mtajenga, mtamaliza, utajenga na nyumba nyingine, havitakoma. Ukiona vimekoma, there is something, oh my God, oh my God, oh my God, something wrong somewhere. Kuna mahali fulani hapako sawa sawa. Labda ni mvivu mno,
kwenye sadaka, na hasa ukishazuiliwa kwenye eneo la sadaka. Mimi sio mfundishaji wa sadaka mara kwa mara. Ukiona nimefundisha sadaka na maanisha. Mabibi na mabwana, this is blessing. Havitakoma. Jambo la 5. Oh my God. Jambo la 5. Katika safari ya maisha unahitaji baraka ya Mungu iende pamoja nawe. Katika safari ya maisha unahitaji baraka ya Mungu iende pamoja nawe. Katika safari ya maisha unahitaji baraka ya Mungu iende pamoja nawe. Kama moja, Ibrahim alikuwa na kitu kinachoitwa divine provision, upaji wa kimungu. Upaji wa kimungu ni uwezo wa kimungu katika kutambua na kutumia fursa. Mtoto wa Ibrahimu anaitwa Isaka alimuuliza baba yake, tunakwenda kutoa dhabihu na sadaka sawa, lakini tuna kisu, tuna kuni, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka? Ibrahimu akamwambia mwanawe, God will provide himself. Divine provision. Ukikosa divine provision, huwezi kufanya vitu, huwezi kuona fursa. Ukiona mtu ameenda mahali palikuwa hivi, pakawa hivi, ameona fursa. Mahali ni pale pale. Jamani, Kimara ni ile ile. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Kimara ni ile ile. Wachungaji waliopita Kimara ni wale wale, kama ni Waluteri wale wale. Nenda Kimara leo, ni utalii. Kwa nini? Provision, divine provision. Mastai aliona hapa, kaona hiki, akaona hiki. Kwani wengine hawakuona? Mbona wakati ule wengine walipita kulikuwa tena ni bei rahisi viwanja? Provision. Unaweza ukakaa mahali paka kushinda, akaja mtu akaona. Divine provision. Ibrahimu alipofika pale, anamshika mtoto wake anamchinja, na anagundua ya kwamba anainua kisu. Malaika wa Bwana anazuia mkono wa Ibrahimu, anamwambia hutamchinja mtoto hapa. Ibrahimu akainua macho yake, akaona beberu amenaswa kwenye kichaka, pembe zake. Alipofika hakuona, alipotoa sadaka akaona. Ndio maana nakwambia, ukiona unazuiliwa leo, kuna jambo lako kubwa ilikuwa ulikute kesho, lakini anambia hapana, usitusubutu kutoa hiyo sadaka. Ibrahimu alipotaka kutoa sadaka, ndio macho yake alifunguliwa, akaona mwana kondoo. Ile divine provision. Kuna watu leo mnateseka na mshahara mpaka unaongea nao. Sasa ada, kodi, mpaka unapiga hadithi na mshahara chumbani. Halafu mtoto anakuja ghafla, anakuta unaongea peke yako, unabadilisha, unaanza pambio na kuabudu. Hakuna Mungu. Ushakuwa chizi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nataka upunge hapa. Maana kuna na wengine shetani ashawazawadia usingizi. Naona mmelala, wengine mmeshazawadiwa usingizi. Si unasubiriwa vikoba vya kausha damu kesho Jumatatu. Ataruhusuje uelewe baraka na wewe unatakiwa nyumba iuzwe? Nataka ubaki urudi kijijini. Lazima ulale. Have a nice sleeping. Divine provision. Ukitoa sadaka, ukashindana na gharama kama Ibrahimu alivyoshindana na moyo wake. Najua kuna kutoa sadaka, umeshinda roho ya ufukara, ya jangwa, ya kukosa, ya ukame, ya ukaufu, ndio unaweza ukatoa sadaka. Ukiona umetoa sadaka, umeshinda. Sasa Ibrahimu alipofika hakuona mwana kondoo. Alipotoa sadaka tu na kuona anajiandaa kutoa sadaka, ghafla macho yake akafunguliwa, yakaona. Kwa hiyo kuna watu ambao hawaoni kabisa. Hawana divine provision. Hawaoni kitu kwenye maisha yao. Unashangaa wengine wanaona, wengine wanaona. Wengine wanalalamika tu maisha magumu, lakini wengine wanaona na wanaenda. Na kinachofungua macho
Kilichofungua kwa Ibrahim ni baraka. Lakini pia baada ya hapo Mungu alimwapia Ibrahim kwa uapo. Akamwambia Ibrahim, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee, mimi nimeapa kwa nafsi yangu kukubariki, nitakubariki, na atakaye kulaani atalaaniwa. That was blessings, baraka. Isaka. Nazungumza juu ya katika safari ya maisha unahitaji baraka ya Mungu iende pamoja nawe, kama nimesema Ibrahim, divine dream, divine provision, upaji wa kimungu. Ya, na hasa hapa penye upaji wa kimungu unaweza ukamletea mtu TAKUKURU kabisa. Manake ukiangalia mshahara wake na mambo anayafanya hayafanani. Ukiangalia umri wake na vitu alivyofanya havifanani. Divine provision. Na ndio pale Mungu alisema hivi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwangu. I wish kama watu wa Mungu mngesikia leo, mkaelewa. Umelaki divine provision, na lazima uitafute madhabahuni pa Bwana leo. Jambo la pili, ili uwe kama Isaka, mavuno baada ya njaa, faida ya kipimo 1/100, uzalishaji wa faida. Kulitokea njaa, Isaka akaenda kwa Wagerari, akafika kule, akalima. Biblia inasema Isaka akabarikiwa kipimo 1/100. Shilingi 1 ikazaa shilingi 100, dola 1 ikazaa dola 100, na euro 1 ikazaa euro 100. Faida katika kila kitu unachokifanya. Angalia, umekopa, umewekeza, hasara. Umekopa, umewekeza, hasara. Umezaa, hasara. Umefanya hivi, hasara. Hivi hiyo roho ya hasara mpaka lini? Hasara tu. Hasara mpaka ukifika hapa unawasha TV imeungua, hasara. Ukienda unaenda kuwasha friji inaungua, hasara. Unarudisha nyuma, unataka kugeuza gari, unagonga ukuta na nyuma na yani unagonga ukuta wako, unabomoka na gari, na alafu unapokea na taarifa ya msiba, shangazi yako kafa kijijini kama chumbu uko mbali, hawafagi hao wajirani mbali ili usafiri. Ndio pale anaposema mnapokea mshahara na mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Kufanya kwa faida. Unatumika hapa faida, ongezeko. Jamani, kama kuna mtu ambaye haongezekagi ni wewe, una matatizo. Lakini kama neno la Mungu linasema alivyo mchungaji wenu ndivyo na kondoo atakavyokuwa. Tulikuwa hapa ndani tunaeneaga, leo huko hatuenei, kule hatuenei. Na sio hapa tu, sio mipaka hapa. Siku hizi ni mataifa 180 duniani kote. Kama hii madhabahu inaongezeka, wewe una kisirani gani cha paka? Upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina, halafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mtikise jirani yako, mwambie kuwa kama mchungaji wako. Fanana na baba yako. Naomba watoto wangu wafanane na baba yao. Mmezaliwa wapi? Kama ni kwenye madhabahu hii inaongezeka kila siku. Inaongezeka kila siku. Kila siku kuna jambo ambalo Mungu analiongeza hapa. Wewe ni wa wapi? Mmezaliwa mtaa gani? Upone kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Faida. Baraka inaleta faida. Yakobo. Uwe kama Yakobo ni baraka ya faida ya kutisha katika uwekezaji. Alidhulumiwa, aligandamizwa na mjomba wake anaitwa Laban, aliingia mkataba wa kibiashara. Unaingia na mtu mwerevu mjanja. Unajua kuna watu unaanza nao biashara partners. Nasema ni partner wangu, partner kutoka Uingereza, partner kutoka Ujerumani, partner kutoka Israel, partner kutoka Saudia, partner fulani nafanya naye biashara, partner. Unajua watu wawili kwa mfano. Can you imagine weke Mchaga na Mkinga eti partner? Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yaani Mkinga na Mchaga. Alafu ni mapartner. Huo moto wake. Sasa Yakobo alikuwa hivyo partner na mjomba wake. Amemdhulumu miaka 15 kwa kiwango cha hali ya juu, na akataka kumfukuza mikono mitupu. Lakini Biblia inasema Mungu alimwambia katengeneze fimbo zenye milia ukaweke wakati ng'ombe wanapokunywa maji na mbuzi na kondoo. Mungu akamuongeza katika baraka ya utajiri wa kutisha, paka akawa na matuo mawili
akaondoka amebarikiwa, mpaka yeye mwenyewe akasema nilivuka mto huu nikiwa niko peke yangu, leo nina matuo mengi. Tumsifu Yesu Kristo. Musa, uwe kama Musa. Musa, Biblia inasema mavazi, viatu na nguvu za mwili havikuisha. Kuna watu ambao wanakuwa na vitu vinaisha, yani vinaisha. Yesu Kristo, vinaisha. Nilikuwa nafanyaga hivi, kimeisha. Nilikuwa nimeolewa, kimeisha. Nilikuwa nimeoa, kimeisha. Nilikuwa na wameisha. Blessings ni divine power. Ilihakikisha wana wa Israeli jangwani miaka 40 na Musa akiwemo. Kiatu chake hakikuchakaa, mavazi yake hayakuchakaa, hawakupanda, hawakuvuna. Miaka 40 wanakula nyama ya kuku wa kienyeji kware porini. Huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu. Nataka kufundisha juu ya the power of blessings. Mmetishwa mno na laana. Mnaishi kwenye laana. Mna wasiwasi wa laana kwenye maisha yenu. Mungu wenu amewatamkia baraka na mtabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Washindi waseme amina. Mavazi yao hayakuchakaa. Kuna watu wanaanzisha mitaji, haimalizi wiki imeisha. Kampuni, wewe ulikuwa unafanya kimeishaga. Wewe ulikuwa MC, watu wamenisahau hata jina, hawanikumbuki. Wewe ulikuwa una mambo ya katera, yani mchungaji na vile sufuria zimetoboka. Yani hawakumbukwi, wameisha juu ya uso wa nchi. Lakini nguvu nilisema ya kuwepo, ya kubakia. Musa, mavazi yake hayakuchakaa, hakuna uchakavu, viatu vyake havikuisha, lakini pia nguvu zake hazikupungua. Miaka 120 alikuwa bado anaona, nguvu zake hazikupungua. Mtu mwingine unataka ufanane naye, Joshua, muda wa ziada wa kupiganiwa na Mungu, muda wa ziada. Ndio pale anaposema kama miaka yako imeliwa na parare na nzige na kutu na wanyang'anyi, nitakurudishia. Joshua, jua lilipotaka kuzama, kabla hajamaliza kazi, aliambia jua lisimame, likasimama. Kwa maana nyingine, majira ya baraka yalisimama ili nguvu ya Mungu imuonekanie. Na hapa tunazungumzia juu ya majira, masaa, muda ambao Mungu amekupa duniani. Namna gani unaweza kuleta impact katika maisha yako ya kawaida. Wapendwa, hiyo ni nguvu ya baraka. Lakini pia tunapozungumza juu ya Yusufu, heshima baada ya kudharauliwa. Yusufu, heshima baada ya kudharaulika na kufikia dunia. Yani kuna watu hapa wamekudharau na watu wamekuona huna maana. Sasa ukiwa na blessings, ukiwa na baraka, uwe na hakika kabla hawajafa watakuona kwenye heshima yako. Wamesema amina wachache. Unajua yule jamaa aliuzwa, alidharaulika, lakini ndugu zake walikuja wakamkuta akiwa amekalia kiti katika nchi ya Misri na akaweza kuilisha dunia. Wale waliodharauliwa, kitakachokusababisha ufikie ulimwengu ni baraka peke yake. Lakini pia Rutu, kuzaa wafalme baada ya misiba mikubwa ya familia, faida tena baada ya hasara kubwa. Rutu, kuzaa wafalme baada ya misiba mikubwa ya familia, faida baada ya hasara kubwa. Kuna watu ambao wamepata hasara, mambo yamekufa, kampuni zimekufa, mitaji imekufa, majina yamekufa mjini, watu uliowategemea pia wamekufa, vyao vimekufa, nafasi zimekufa. Sasa blessings, baraka ina nguvu ya kuhuisha. Huyu mama alifiwa na wanaume wote wenye mbegu, wakafa ndani ya mji, wakabakia wanawake watupu. Alafu Biblia inasema alipoenda na mama mkwe wake, Mungu alimjalia akazaa wafalme na Yesu akatokea ndani yake. Lakini baraka, blessings, ina nguvu ya kushinda fitina, kama alivyofitiniwa Danieli, Esther na Mordekai, kushinda fitina ya kitaifa, wataalamu wa fitina ambayo Yesu mwenyewe alisema jihadharini na chachu ya Mafarisayo inayokolezwa kwa damu za watu. Na hapa labda nitulie kidogo. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kuna fitina duniani ambayo Yesu aliita chachu ya Mafarisayo.
Fitina inatengenezwa na matukio ili uonekane hufai, una maana. Mafarisayo walimtengenezea Yesu fitina. Wakachukua majangili wawili wakamweka upande wa kulia na wa kushoto. Fitina ya kitaifa inayotengenezwa kwa kukolezwa chachu na damu za watu, ili fulani aonekane hafai, ameshindikana. Na sijui kama uliwahi kutengenezewa fitina, lakini kuna wakati ambao unatengenezewa fitina mpaka unafika mahali ukiangalia hata ile fitina unajua tu vyote vilivyoandikwa hapa, kitu cha ukweli ni jina langu, lakini hayo mengine yote ni ya uongo. Ila huwezi kuaminisha umma kwamba haya ni uongo. Wataalamu wa psychology na mambo ya watu wanasema ukifika eneo kama hili la fitina iliyotengenezwa ikaiva, be nothing, say nothing, do nothing. Mambo matatu. Makofi hayatoshi, piga yanaeleweka. Be nothing, do nothing, say nothing. Just keep quiet. Just keep quiet. For how long? God knows. Kwa muda upi? Mungu anajua. Nyamaza kimya, usiwe kitu. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Angeweza kutoka pale, lakini hakuwa kitu, hakusema kitu, hakufanya kitu. Nini? Kama umefitiniwa na dunia imeaminishwa hufai, ufanye nini? Ushauri wangu ni kitabu cha Malaki, ule mlango wa 4 mstari wa 2. Malaki 4:2 inasema nini? Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake litawazukia, na ninyi mtatoka nje mkirukaruka na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Oh my God. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, mliotengenezewa fitina, msiogope, usijikosee imani. Never doubt yourself. Jua la haki litawazukia. Lipo jua la haki na litazuka. Litazuka siku ya Jumapili. Haleluya. Lenye kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza, nanyi mtarukaruka kama ndama wa mazizini. Macho ubaoni. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Nataka urelax. Mimi ni psychologist. Let me give you a story. Hello? Hebu punga mkono pamoja na mimi. Sasa Mswahili tena kwa umbea utakosaje kwa mfano? Utakosaje? Nilipokuwa darasa la 5 shuleni kwetu, shule ya msingi. Nisikilize basi jamani, hebu nikuone. Eti uko wapi? Where are you? Is there any person? Sasa nilipokuwa darasa la 5 shuleni kwetu, nilikuwa monitor, nilikuwa kiongozi, lakini kwa neema ya Mungu nilikuwa naongozaga darasa. Ndio nilikuwaga wa kwanza, yani wengine mtasubiria. Kuanzia darasa la 1 mpaka la 7 hivyo. Sasa sikujua kama nimetengeneza maadui huko darasani. Siku moja nikaandika majina ya wasumbufu. Nikaandika kwa sababu walikuwa wanapiga kelele na mimi ni monitor. Kaandika. Mwalimu alipokuja wakati wa bakora, binti mmoja alinitengenezea fitina. Aliapa akasema ataacha hii shule hapa, ataondoka. Kibinti, fikiri darasa la 5. Sasa hiyo ngoma ya fitina ya darasa la 5, unaonaje kaja ikaongeza na degree na masters? Unajua alifanya nini? Ilitengenezwa fitina kwamba nimechukua chakula cha walimu, nikatoboa sufuria, nikapiga misumari kwenye sufuria, na ushahidi umepatikana pale. Kengele ikagongwa. Mwalimu wa zamu alikuwa ni mwalimu pilipili na ameshakosa ugali wa mchana kijijini. Kengele ikagongwa, mtafuteni Eliona mahali alipo popote. Sipo shuleni. Chakula kimechukuliwa cha walimu, sufuria imetobolewa, kalamu yangu ya biki ambayo kule ndani ya kalamu ya biki kuna uzi ule wa ndani, tunaviringishaga karatasi nyeupe, unaandika Eliona Kimaro. Wale wasomi wa zamani mko wapi? Kalamu yangu imedondoshwa jikoni.
Kwa hiyo anaonekana huyu mwanaharakati ni Eliona Kimaro. Kalamu iko pale. Alafu imepigwa kengele shuleni sionekana. Yaani kuna fitina inatengenezwaga. Inakufiti kuliko suti. Sasa kengele ikagongwa. Tafuteni Eliona mahali alipo popote. Sipo shuleni. Walimu wakakonkludi huyu ndiye mhalifu nambari 1. Wakati wakiwa pale wakaambiwa walitafute madarasani, wengine kwenye shule yetu ilikuwa ina makatani. Angalieni kwenye makatani watu wametolewa sungusungu. Unajua shule ilikuwa una sungusungu. Kwa sungusungu wameenda kunitafuta vichakani, sipo. Baadaye kidogo naingia na pikipiki na mkuu wetu wa shule, mwalimu mkuu alikuwa anaitwa Hassan Mungi. Sitaka nimsahau baba. Tumetoka wapi? Tumetoka kwa mapadri na masista wa Roman Catholic eneo laitwa Kilacha. Kule walikuwa wale mapadri walikuwa wazungu, walikuwa wanatupaga madaftari. Kwa hiyo mimi nilikuwa uwanjani nacheza. Wakati mwalimu mkuu anapita na pikipiki anaenda kwa sister, kwa padri, akaniona akaniambia, Eliona njoo ingia kwenye pikipiki. Kwa hiyo nikaingia kwenye pikipiki nikaenda, tumepokea madaftari, kalamu, nimesoti ile mizigo, nimehesabu. Baadaye tukaingia kwenye meza ya mapadri, haleluya, na masista. Piga menyu inayoeleweka mimi na mkuu wa shule. Hasa tumerudi tuna raha zetu. Kufika kengele imegongwa. Natafuta mhalifu. Mhalifu anashuka kwenye pikipiki ya Jua la Haki. Hayo makofi hatoshi, mpigieni Jehova na vigelegele vya shangwe, haleluya. Sasa nimeshuka pale mbele. Na huyo jamaa, huyo mkuu wa shule sasa walimu akamwambia, umempata wapi mhalifu tunamtafuta? Sema huyu ni naye tangu saa 4. Tumetoka pale saa 4, tumerudi saa 8, saa 9 ndio tunarudi. Tulikuwa na masaa ya tulikula. Unajua kwa mapadri. Na mkuu wa shule alikuwa pia anapiga kitu kinachoeleweka, haleluya. Nafikiri mnaelewa nikizungumza hivyo. Kwa hiyo anarefusha story, inapita whisky anarefusha story. Mimi pale napiga tu juice nini, ananiambia hii usio natumia hii mbaya Nimekumbuka, ngoja niwe na maji bwana. Kwa kwanza mkuu wangu wa shule anaona double hivi. Akaambia huyu mhalifu umepatikana amefanya tukio saa 6 kwenda saa 7. Mwalimu mkuu akasema acheni utani. Akaniambia, Eliona, una wasiwasi wowote? Nikamwambia ndio. Nani unamtilia mashaka? Nikasema darasa langu wote naosoma nao natilia mashaka. Mwalimu mkuu akasema huyu nilikuwa naye tangu saa 4 asubuhi na kazi maalum. Hajafanya kitu kama hicho. Darasa la 5 mbele. Haya line. Yaani huyo mwalimu Hasani ana jicho kwanza akiwa tu hajanywa, hilo jicho lake linatisha. Hapo ameshapata vitu. Alafu akikupiga kiboko alikuwa apigaga hizi 3, 2 kimoja. Utakwenda kumuonyesha mama nyumbani ukifika. Akasema line up. Darasa la 5 wote hapa, what? Huku rohoni nasema baba, Jua la Haki. Fitina imetengenezwa. Sasa wakati walimu kila mwalimu achukue bakora, hii darasa la 5 lazima tujue nani yuko ndani yake. Sasa unajua wadada wakaanza mtasema tu, mimi siwezi kupika kwa ajili ya wengine bwana, mimi siwezi kupika kwa ajili ya wengine. Tayari tayari tukaanza kujua hapa lazima kuna genge. Hebu eleza, si fulani wewe, si useme wewe ndio ulisema hivi, si useme. Akasema bwana, dada mmoja ambaye kwanza darasani nilikuwa na wiki nzima nimenuniwa na darasa zima. Wakija na mahindi wanakula wenyewe, wakija hivi. Unajua kuna mtu anakutengenezea fitina shuleni, shule nzima haiongei nawe, mtu huyu moja tu.
Na hata mimi nikija na mimi nikasema wameninyima ya kwao, kesho nitakuja na maembe na mahindi. Unaagea atuli. What? Darasa zima hawa. Sasa walipoambiwa nani? Wakasema ni fulani, wakamtaja yule dada. Na nani? Alituambia hivi na hivi na hivi na hivi. Misumari alikuja nao ya kutoboa sufuria ya walimu na kumwaga chakula na kutia mchanga. Alafu na kalamu yangu akaidondosha hapo. Fikiri huyo mtu wa darasa la 5 ana akili hiyo, akipata PhD. Akija mjini, kesho yake ilibidi waitwe wazazi. Walipokuja wazazi, wakaongea na mwalimu mkuu. Yaani kwanza hata kupiga, walimu walishtuka hilo tukio la kigaidi. Alafu ni binti. Alafu unajua kesho yake walipoitwa na wazazi alisema wala siombi radhi isipokuwa sitaki shule hii tena. Na mkinilazimisha nitafanya kituko cha mauaji hapa. Akaondokaga. Hata kuniambia yuko wapi, mimi sijui. Lakini kama si masista, tumsifu Yesu Kristo, shughuli yangu ilikuwa imeisha. Kwa hiyo kuna fitina inayoweza kutengenezwa, alafu ili ikolee. Mafarisayo, Yesu alisema jiepusheni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo. Yaani wanachachusha fitina na damu ya mtu ili ikolee sawa sawa, alafu onekane haufai, hauna maana. Hivyo kama ni position uondoke, kama ni kwenye kiti uondoke. Mabibi na mabwana, hawa kina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego pamoja na Mordekai na Esther walitengenezewa fitina na mtu mmoja anaitwa Hamani Mwagagi. Fitina ya kutengeneza chachandu, sumu, chachu inayochachushwa na damu za watu, na waraka wa mfalme ukasambazwa. Lakini ni fitina ya kuua. Ila baraka ya Daniel, baraka ya Esther, baraka ya Mordekai ilizuia na kuombea. Fitina yoyote itakayoinuka juu yako, kama kitabu cha nabii Isaya, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Washindi wachache wangesema amina, halafu angempigia Bwana makofi mengi. Sema haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Nikaponaga Bwana, nikaponaga. Yani ningeishiaga hapo, labda saizi ningekuta natisha gongo huko kijijini. Baraka ya kichungaji ilikuwa inazuiliwa na mtu mmoja aliyetengeneza skendo ya namna hiyo. Mbaya. Skendo mbaya. Ni binti mdogo wa darasa la 5. Akifika chuo kikuu. Achanini na wanadamu. Yesu alisema jihadharini na wanadamu. Kaeni karibu na simba, kaeni karibu na nyoka, kaeni karibu na tembo na kila kitu, ila mwanadamu jihadharini naye. Chana na mtu. Nafasi haitoshi ningeongea juu ya Daudi, lakini naenda kumaliza mahubiri yangu. Swali la msingi. Ni nchi ipi katika Afrika na duniani kote ambayo wimbo wake wa taifa unatamka na kuitamkia nchi na watu wake baraka mara nyingi zaidi? Hilo ni jambo la 8. Jambo la 8. Ni nchi ipi katika bara la Afrika na duniani kote ambayo wimbo wake wa taifa unatamka na kutamkia nchi na watu wake baraka mara nyingi zaidi? Hapa tutaangalia nchi 5. Nchi 5. Kwanza tutaangalia wimbo wa taifa la Kenya. Wimbo wa taifa la Kenya imetamka baraka. Mungu, nguvu yetu ilete baraka kwetu. Imetamka baraka mara moja katika fungu hilo la kwanza, na fungu la pili, na fungu la 3, na mafungu yote. Huu ni wimbo wa taifa wa Kenya. A very blessed country, Kenya. Wametamkia nchi, wametamka neno la baraka mara moja. Lakini pia nchi ya Uganda. Nchi ya Uganda, nimeangalia pia nchi ya Uganda. Nchi ya Uganda kwa mafungu yake yote. Naomba upitishe kwa haraka mafungu yake yote ya nchi ya Uganda. Kwa bahati nzuri, very blessed country, nchi nzuri sana ya matoke, nchi yenye green ya baraka, lakini kwenye wimbo wake wa taifa hakuna neno hilo la baraka.
Afrika Kusini. Afrika Kusini. Wimbo wa taifa la Afrika Kusini, Nkosi Sikeleli. Nkesi, Mungu ibariki Afrika. Wameimba wa South Africa, wametamka baraka mara 2 katika wimbo wao. Wametamka mara 2 katika wimbo wao wa taifa juu ya baraka. Lakini Marekani, wimbo wao wa taifa, a very blessed country, the biggest one all over the world. Lakini pia kwenye wimbo wao wa taifa, kwa bahati nzuri sana, hawakutamka wala kutamkia nchi yao baraka. Nataka kuonyesha tu tofauti za nyimbo tulizo nazo, na hasa wimbo wa taifa ambao pia mara nyingi ni kama sala ya taifa. Tuje kwa wenyewe sasa. Tanzania, na nitakuomba ukafanya research, ndio nchi pekee Afrika na duniani inayotamka baraka kwenye fungu la kwanza mara 10, mara 5, na kwenye fungu la pili mara 5. Wanatamka baraka, bariki, baraka, bariki, baraka, bariki. Oh my God, wako wapi wa Tanzania wanaoweza kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Hii ni kitu cha ajabu. Unajua mimi Mungu alipokuwa anasema na moyoni akasema hii ni kitu ya ajabu, hata sikuwahi kufikiria. Lakini ndio nchi pekee katika dunia wimbo wake wa taifa unatamka baraka juu ya bara la Afrika mara 5 na juu ya nchi mara 5. Na kwa kuwa Tanzania yenyewe iko Afrika na iko kwenye ardhi ya Afrika, kwa hiyo tunapokea baraka mara 5, kila mara 10. Kila wimbo unapoimbwa wa taifa, tumeibariki Tanzania kwa baraka mara 10. Tungempigia Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kunapokuwa na dhifa za kitaifa, kwa mfano napokuwa ni kuapisha wabunge, kumwapisha rais, jambo lolote la kitaifa, stimu ya taifa inapokwenda kucheza, tunapoombea taifa, hata pale leo ningesema tuombee nchi, chochote cha taifa hili, watu wanasimama, watu wanatulia, wanaimba huu wimbo, ni sala, wanaitamkia Tanzania baraka mara 10. Walio hai wametamka, wanaoishi wametamka, waliolala. Mwasisi wa taifa hili Mwalimu Kambarage Nyerere pamoja na ndugu yetu na mzee wetu kutoka Zanzibar, wote wametamka baraka, wamelala wakitamka baraka. Wastaafu walioitumikia serikali leo wana pressure, wanameza vidonge vyao nyumbani kwa amani, wametamka baraka. Wanaoishi wametamka baraka. Kila tukio la nchi hii, nchi inatamkiwa baraka mara 10, mara 10, mara 10, mara 10. Nataka kusema nini? Nchi hii imetamkiwa baraka kwa miaka tangu 61 mpaka leo 2025. Ninaenda miaka 64. Kila mahali, kila maamuzi ya kinchi, nchi imetamkiwa baraka mara 10. Kila wanaposimama watu, kanisani, uwanja vya mpira, bungeni, Ikulu, imetamkiwa na walio hai, imetamkiwa na waliokufa, imetamkiwa na waliopo, imetamkiwa na waliopita. Nasema wa kuiharibu baraka katika nchi hii hajazaliwa na wala hayupo. Hakuna mtu, hakuna kikundi cha watu, hakuna baadhi ya watu wanaweza kuiharibu hii baraka. Gharama yake ni kubwa, imetengenezwa kwa muda mrefu. It shall not cease. It shall not cease. Kama kuna Watanzania wanaoipenda Tanzania na uzalendo, wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya.
Imetamkiwa nchi hii baraka, na baraka yake itabaki. Jambo la mwisho na la 9, namaliza. Baraka hairogwi wala kuharibiwa. Ni jambo la mwisho. Baraka hairogwi wala kuharibiwa. Baraka hairogwi. Asitokee mtu akasema ana uchawi anaweza kuroga, aroge baraka. Hairogwi wala haiharibiwi. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Hesabu 23:20. 23:20 Biblia inasema, tazama nimepewa amri kubariki, yeye amebariki nami siwezi kulitangua. Mungu akibariki, hakuna mtu anaweza kutangua. Alisema mchawi mmoja wakati ule alipoitwa kwenda kuwaroga Israeli katika kitabu cha Hesabu 23:20. Lakini Hesabu 23:23 Biblia inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyotenda Mungu. Aliitwa mchawi ili aroge baraka za Israeli. Akasema Mungu amebariki nami siwezi kulaani. Na mimi nataka niseme baraka kwenye maisha yako hakuna mtu awezaye kuiondoa. Hakuna mtu awezaye kuiharibu. Hakuna mchawi anayeweza kuiroga. Washindi wachache wangesema amina. Ungempigia tena Bwana na piga tena vigelegele vya shangwe. Haleluya, piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kuna watu ambao wana wasiwasi, wamerogwa, nyumba zao zimerogwa, familia zao zimerogwa, maisha yao yamerogwa. Umekutana na vitu vya ajabu kwenye maisha yako ya kawaida na unaona kana kwamba baraka yangu imeharibiwa. Nasimama hivi leo kusema huyu ni mchawi aliyekodishwa na taifa. Wa Moabu walimtafuta, wakamlipa mchawi wa kimataifa kuja kuroga baraka ya Israeli, kuja kuwaroga wa Israeli. Lakini walikutana na sadaka ya Ibrahim ambayo Mungu alimwapia akamwambia, nami nimekuapia kwa uwapo, kwa kuwa ukunizuilia mwanao wa pekee kukubariki, nitakubariki. Nataka nikuhakikishie, baraka hairogwi. Baraka hairogwi na baraka haiharibiwi. Na pale ambako Mungu ameamuru baraka, hata wanadamu wahangaike, hiyo ni kazi bure kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangesema amina na ungempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ni maombi yangu, kazini hautarogwa. Kwenye kiti chako Mungu alichokupa cha cheo hautarogwa. Watoto wako hawatarogwa. Kuna watoto ambao wanafanya vizuri shuleni, ni baraka Mungu amekupa. Wakirudi wanakutana na bibi na mjomba na nani na shangazi mchawi, anaambia nani anaongoza darasani kwenu. Nataka nikuambie, hatarogwa mtoto wako yeyote. Na hata kama alirogwa na mchawi amekufa hajamfungua, nasema amefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangesema amina. Inua mikono yako, mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Ninakutangaza hivi leo kwa neno la Bwana, hautarogwa mjini, hautarogwa kijijini. Hata kama wamejiandaa, hata kama wamejipanga huko vijijini, haurogeki kwa jina la Yesu Kristo. Washindi waseme amina. Hata kama wamerusha mauchawi, hata kama wamesema, hata kama umesomewa falaki, umeapizwa, umenuizwa, baraka yako haitaharibiwa kwa jina la Yesu. Watoto wako hawataharibika, sema amina. Watasoma, wataongezeka, wataendelea mbele. Mtaji wako hautaharibiwa. Hata kama umerogwa na uchawi wa mafundo, nasema endelea mbele kwa nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wako wapi? Watu wa baraka, ninatangaza kubarikiwa. Mungu aliyekutamkia baraka, neno la kwanza lililotamkwa kwenye maisha yako ni baraka. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nabatilisha maneno yote aliyokuja baadaye. Ninasimama kwenye hii madhabahu kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, na kwa nguvu ya neno la Mungu nililohubiri leo.
Hiyo baraka iliyoongeza vitu, watu wakala mikate 5 na samaki 2, na kutangazia umebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ukaongezeke. Wako wapi watu wachache wanaopokea? Nasema ukaongezeke, nasema ukazidi, nasema vinavyotarajia kuisha havitaisha. Wako wapi washindi wanaonielewa hapa? It shall never cease in the name of Jesus. Havitaisha. Bwana akakuinua kutoka heshima mpaka heshima. Bwana akakuinua kutoka nguvu mpaka nguvu. Bwana atakuinua kutoka neema mpaka neema. Wako wapi washindi wanaonielewa hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Piga makofi mengi.